Mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Gwamanka Mohamed ambaye ana umri wa miaka 21 na mkazi wa mtaa wa Airport kata ya Liela jijini Mbeya ameuawa kwa kuchomwa na kisu na kaka yake Yohana Mohamed Mgwasi mwenye umri wa miaka 29, chanzo kikidaiwa ni mgogoro wa kifamilia, huku baadhi ya majirani wakihusisha ardhi ya wazazi wao. Sakata hilo limetokea mtaa wa Airport kata ya Lienje jijini Mbeya baada ya kaka huyo kumfuta mdogo wake kwenye biashara zake, kama wanavyoshuhudia baadhi ya majirani, kisha kumchoma kisu. Ni kwa kakake alikuwa na mke na watoto wawili. Mwanamke alitoroka akaacha watoto wawili. Mamangu mimi akachukua jukumu la kuwalea. Alivyowalea, mamangu alienda kukabidhiwa na serikali ya mtaa. Alivyokabidhiwa, mama wa watoto akawa amerudi. Alivyorudi mama wa watoto, mamangu akaenda kuwakabidhi serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa ikawakabidhi hao kakake marehemu na mwanamke. Mwanamke alivyokabidhiwa watoto akaondoka nao asubuhi. Alipoondoka nao asubuhi, kakake akawa ametufuata, akawa ametutukana matusi pale, akataka kutupiga, akawa ameondoka. Tulipoenda kuita polisi, ndio imepita miezi kama miwili, ndio akawa amerudi jana, ndio amefanya tukio hilo hapo tukiwa tumekaa kibandani. Alikuja pale ametutukana, akawa anaondoka, akarudi na kisu. Nikamwambia rafiki yangu kimbia, yule hajapata muda wa kukimbia, akawa ameshafikiwa, akawa anashachoma na kisu. Ili anataka kunifuata mimi, ndio nilikuwa nimekimbia kutafuta msaada. Ilikuwa ni mchana, nikiwa napita nimkuta huyo kijana ambaye amepata madhara ya kuchomwa kisu. Aliniamkia, tukasalimiana, nikapita, nikamwacha. Muda mfupi baadaye nienda kuangalia mpira kwa Sengo. Ghafla nikakuta watu wanasema tufunge ofisi, wahusika wanakwenda kutoa msaada, amechomwa kisu, anaitwa Gwamanka. Kwa wakaenda wakatoka, na sisi tukafunga, tukafuata, tukafika kwenye tukio, tukakuta damu. Yeye tukafuatilia na walikompeleka, kama amepanda bajaji wanampeleka hospitali. Mimi ndivyo ninavyojua. Hakuwa ametulia. Sasa ilifika siku ambayo mbegu sasa imekomaa. Amemfuata mdogo wake. Huyu mdogo wake tena alikuwa msaada kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa kuishi na familia, alikuwa anakaa na mke. Huyo mke amezaa naye watoto wawili, wameachana, mke kaenda zake na yeye ashughuliki. Huyu mdogo ambaye aliyekufa ndio alikuwa analisha watoto wake, alikuwa anawalea. Lakini tunasikia jana jioni anamwambia nipe simu ambayo ni ya mdogo wake. Anasema sasa kaka, nitakupeje simu yangu? Anasema nitakuua. Na ni kweli amedhamiria amemuua. Ni jambo linalotusikitisha sana. Linatusikitisha kwa sababu ni watoto wetu. Naliona kwa picha kubwa kwamba ni roho ambayo imekuwa ikitafuta, maana imekuwa tishio kwa jirani yangu huyu amekufa, baba huyu, wamekuwa kitishiana, anataka kuwashambulia ndugu zake kwa kutishia kwa watu kwa sababu ya nyumba ya baba yao. Sasa jambo hili kwa watoto wetu wafahamu, sisi tulijenga au tulipanda miti, ni lazima wawe na moyo wa kujitegemea, sio kutegemea vitu vya watu waliokufa. Yeye akaenda Chunya, lakini kwa Chunya alikamatwa kwa uhalifu mwingine na kufungwa. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho cha miaka takribani miwili alikuwa yupo katika kifungo. Sasa baada ya kutoka kwenye kifungo hicho, akaanza kuleta vurugu kwa yule aliyekuwa anatunza watoto wake. Ndipo yule mwananchi akaomba basi akabidhiwe watoto wake. Kwa kufuata taratibu tukamwita ili tumkabidhi tukiwa na afisa ustawi wa jamii. Lakini baadaye hakutaka kutoa ushirikiano hapa ofisini kwa sababu alikuwa amekuja na mke wake. Akasema mkabidhini tu mke wangu, mimi nitawakuta watoto nyumbani. Baada ya mke wake kukabidhiwa watoto, yule mwanamke kesho yake tu akawa ameondoka na watoto kusikojulikana. Ndipo akaja hapa ofisini kuleta vurugu ya kwamba mimi nawataka watoto wangu, kwa sababu nyie mlimkabidhi yule mwanamke, ninachojua mimi watoto wangu nataka mnikabidhi. Sasa baada ya kuleta hizo vurugu, na akaenda pia kumletea vurugu yule alikuwa anatunza watoto, tukatoa taarifa kituo cha polisi, tukiwa pamoja na afisa polisi kata.
tulikuwa tuna juhudi pia za kumtafuta na kumkamata. Ndipo jana tukasikia tena tukio lingine la uhalifu alilolifanya la kumchoma kisu mdogo wake kabisa, ambaye kwa bahati mbaya amefariki. Kwa hiyo hili tukio limetusikitisha sana. Wito wangu kwa jamii kwa ujumla, ninawaomba sana, sisi jamii tunaishi huku pamoja, lakini tunajuana vizuri kwa tabia. Ninaomba jamii, wananchi kwa pamoja, sisi wote ni walinzi. Nimesikitishwa sana na kitendo ambacho kimetokea katika kata yetu, kwa maana mauaji ambayo yametokea katika mtaa huu wa Airport, lakini ndani ya kata yetu ya Iyela. Na nitoe wito tu kwa wananchi wa kata ya Iyela, tusijichukulie sheria mkononi ambayo inaenda kudhuru wananchi. Lakini pia pamoja na hayo, ni wasihi tu wananchi wote kwamba wanapoona kuna viashiria viovu, tunaomba washirikishe serikali kabla madhara hayajatokea kama tunavyoona leo.